Nataka nizungumze na Wakatoliki ambao wanasali misa kimazoea. Inawezekana unasali misa kimazoea. Inawezekana unasali misa kwa sababu umekuta huo utamaduni ukiendelea. Kwamba ulizaliwa kwenye familia ya Kikatoliki ukakuta baba na mama wanasali na wewe umejikuta umeingia hivyo hivyo. Kwa unajikuta tu unasali, unaona kama kile kinachofanyika pale ni utaratibu tu. Lakini leo naomba nikwambie kwamba ule sio utaratibu. Ni sadaka ya Kristo mwenyewe. Kwa hiyo maana yake nini? Kila ambapo adhimisho la ibada ya misa takatifu linaadhimishwa, Kristo anamwaga damu yake upya kwa ajili yako. Kila adhimisho la ibada ya misa takatifu linapoadhimishwa, ni ukombozi wa roho za watu unatafutwa. Ni ukombozi wa kazi za watu unatafutwa. Ni uponyaji wa mapito, maumivu, mahangaiko ya watu unatafutwa. Inawezekana kweli kabisa unapitia nyakati ngumu sana. Inawezekana kweli kabisa watoto wako unaona kwamba wameharibika kwa kiwango ambacho hawatarekebika tena. Inawezekana kabisa umefilisika. Ulikuwa ni mtu, ulikuwa vizuri sana kibiashara, lakini suddenly hauelewi na hauna maelezo ya kutosha na namna ulivyofika kwenye hiyo hali uliopo. Nataka kuambia sehemu pekee, mahali pekee ambapo unaweza ukarudisha matumaini yako yaliyopotea, ambapo unaweza ukarudisha vitu vyako vilivyopotea, ambapo unaweza ukarudisha tabia za watoto wako zilizoharibika, ambapo unaweza ukaponya ndoa yako iliyokuumiza, ambapo unaweza ukaponya makovu ya aina yoyote ya maumivu ulionayo, ni kujidhamisha kwenye adhimisho la ibada ya misa takatifu kila linapoadhimishwa. Mahali popote unaposhiriki adhimisho hili la ibada ya misa takatifu, mwambie Kristo anapomwaga damu yake takatifu, damu hiyo ikanene mema juu ya maisha yako, juu ya uzao wako, juu ya malengo yako na juu ya chochote kile ulicho nacho.